Vijana wa rika la Irkiponi waliovuka rika na kusimikwa kuwa wazee kwenye kijiji cha Laiborsireti wilayani Simanjiro mkoani Manyara wametakiwa kutoacha kuchangia shughuli za maendeleo katika eneo hilo hata baada ya kusimikwa kuwa wazee. Mwenyekiti wa kijiji cha Laiborsireti, Martin Noongululu, ametoa wito huo wakati akizungumza na vijana hao waliovuka rika na kuwa wazee kwenye kitongoji cha Ndepesi. Noongululu amesema baada ya vijana hao kutumia miaka 20 ya ujana wao kushiriki shughuli za maendeleo, wanapaswa kuendelea kufanikisha maendeleo ya eneo hilo, kwani maendeleo huwa hayastaafu. Nguvu kubwa ni kwa hawa vijana wanao staafu leo. Kwa hiyo niwarudie tena kusema kwamba maendeleo haijastaafu, maendeleo haijakoma, maendeleo ndio inatakiwa tusukume gurudumu la maendeleo kwa kasi kubwa mno ambayo inaweza ikatuletea mafanikio baadaye. Akizungumza katika sherehe hizo, diwani wa kata hiyo Ezekiel Lesenga amesema wamepiga hatua katika suala la elimu baada ya kukamilisha madarasa mengine na nyumba za walimu wa shule ya sekondari Laiborsireti. Tumeshamaliza awamu kwanza ambayo tumeshajenga sekondari, madarasa mawili, choo yenye tundu 8, nyumba anayekidhi walimu 6 ambayo kila mtu ana chumba yake na choo na bafu, na tunashukuru serikali kwa sababu tumeshafanikisha, iko tayari, amebaki tu kutukabidhiwa. Na katika hapo tunaendelea sasa hivi kujenga bweni za wavulana ambayo tuko kwenye msingi. Jana tumefanikiwa kufikisha madawati 28 ambayo tumepata kutoka wilayani, na mimi kwa jitihada yangu kama diwani, wewe mwenyewe ni shuhuda, kwa sababu ilikuwepo siku ambayo tumeshakabidhi madawati 100 ambayo yamepatikana katika uongozi wangu. Mmoja kati ya vijana waliosimikwa na kuwa wazee kwenye eneo hilo, Joseph Loure, amesema wamejiandaa ipasavyo kutimiza majukumu yao mapya waliopatiwa. Sherehe ya kumaliza ujana au tunaosema kwa kimila Irkiponi kuingia kwenye harakati ya kuwa wazee, ni sherehe muhimu katika mila na desturi za Wamasai. Ni katika kijiji cha Laiborsireti wilaya ya Simanjiro, na tumeadhimisha pamoja tukijumuika na watu wa jinsia mbalimbali, tukimaanisha kwamba wanawake kwa wanaume, vijana kwa wazee, na tuna wito mmoja tu katika kijiji chetu ambacho ni kujumuisha maendeleo ambayo mara nyingi yamekuwa yakifanywa na wananchi wenyewe pamoja na viongozi wao. Maendeleo yakiwemo kutetea ardhi au kuwasaidia kuwasaidia kuwasomesha ambao hawana uwezo, na pia kusaidia kurudisha angalau baadhi ya maeneo ambayo mara nyingi yamekuwa yakiwa ni chanzo cha migogoro katika kata yetu.